namna ya kujua huduma yako na wito wako kama kijana. Namna ya kwanza ya kujua wito wako ni kufunga na kuomba juu ya wito wako. Mungu anasema haujawahi msikia Mungu kwa sababu haujawahi muuliza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mmoja ya watu wanazungumza kwa uwazi, sio kwa siri, ni Mungu. Haumsikii Mungu kwa sababu haujawahi muuliza. Nisomee Matendo ya Mitume 11:13 mpaka 3 hapo. Na huko Antiokia katika kanisa walikuwapo manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye na Lukio Mkirene na Manaeli wa mfalme na Herode. Basi hawa watu kula Antiokia walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo akiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao kwenye huduma. Paulo amekutana na Yesu, ajui anaenda kutumika wapi na lini. Maana kasema walipokuwa wakifunga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Hao watu walikuwa wanafunga na kuomba. Unataka usikie Mungu anasema kwa habari ya huduma yako, funga na kuomba, muulize Mungu. Nimekutana na watu wengi wamechanganyikiwa kabisa, ajui ameitwa wapi, ajui ameitwa ofisi ipi wala huduma ipi, amechanganyikiwa. My first recommendation, funga na kuomba. Mtu anayefunga na kuomba, hata sauti ya Mungu akisema ataisikia. Kwa hawa jamaa walikuwa wanafunga, wanafanya ibada na kuomba, akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi wafanyaje. Huu ni ushuhuda wangu. Nilipotaka kujua Mungu ameniita, I tested God and I went to pray. Niko chuo kikuu na Mungu, nataka nijue ameniita kufanya nini. Ni kweli nahubiri, ni kweli nafundisha, ni kweli na moto, lakini I want to know umeniita nifanye nini. Nikafika wakati nikaanza maombi. Tena nikajiambia nitafunga maombi ya siku 7. Nisikie Mungu anasema nini kwa habari ya wito wangu. Nikaanza siku ya kwanza, ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000. Siku ya kwanza nikafunga nikaomba mpaka usiku. Bwana kusema na mimi. Siku iliyofuatia ya pili nikiwa nimefunga, siku kama saa 9 ndipo Bwana kanitokea. Nikaanza kuona maono. Nikaona Mungu anavyoniita. Akaniambatanisha na askofu. Wakati nilikuwa nasali kanisa la TAG para Dar es Salaam. Kapana naye juu ya mlima mrefu. Akanipatia maelekezo mengi juu ya pale. Alafu baadaye akaniambia twende. Nikaona ameshika baiskeli, akaniambia twende, nikupeleke kwenye mashamba ukafanye kazi yangu. Kaona tunaenda. Alafu ghafla nikaona maono ya nyumbani kwetu kuna mlima. Alafu akili kaniambia jenga nyumba juu ya mlima nyumbani kwenu. Alafu nikamwambia usijaribu kujenga nyumbani kwenu, hakuna mtu hata mmoja atakuja kwenye ile nyumba utakayoijenga. Akaniambia nifuate. Nikaendelea kumfuata. Akanizungusha kwenye mashamba mengi. Ananiambia mwanangu, pa mashamba utafanya kazi kwenye mashamba. Na akaniambia kuna shamba moja nitakupa, utavuna magunia 7,000 kwenye hilo shamba nikikupa. Hapo akiwa ananizungusha kwenye ile mashamba, hapo nikaona tumetembea kama kwenye kile cha mlima. Akaendesha ile baiskeli, nikaona naishia kwenye mawingu anaenda mbinguni. Nikabaki mwenyewe na maana akaishia hapo. Akasema Mungu tayari nimekuelewa. Kazi yangu ni ya shambani na mavuno mengi natarajia. Haikuishia hapo. Tena nikamuuliza Mungu mara nyingine tena. Ndio Bwana akanitokea nikiwa najiandaa naenda kufanya interview. Bwana akanitokea usiku. Nikashangaa ananiita nikiwa chini ya mti. Hapo sauti kaniambia itika kama alivyoitika Samuel alivyoitwa na Eli. Nikasema niko hapa Bwana, sema na mimi. Akaniambia njoo huku. Kaona saa ile napandishwa kwenye mawingu. Hapo nikaona niko na Mungu kama hapa na hapa. Anasema na mimi. Ananiambia Wilson, nimekuita uende duniani ukaambie watu sina furaha na maisha anayoishi. Akaishia hapo. Nikamwambia Mungu, mimi huyu hata huo mzigo wa kuyasema hayo si. Wale nasema hivyo, nikajazwa na uchungu ndani yangu. Nikasikia mzigo unaniingia ndani yangu. Nikaanza kulia na kuwa na uchungu. Ndipo nikaanza kukimbia na kuhubiri. Wanaita watu wagonjwa naweka mikono juu yao naombea wanapona. Nikakutana kundi la watu wananifahamu. Nikamwambia sikiliza, Mungu ameniita. Amenitokea akaniambia niwe mtume. Wakasema kuwa mtume na wewe. Nikamwambia ndio. Nikamwambia mngejua nisipopenda huduma ya utume. Maana wakati kila mtu anajiita ni mtume. Mngejua siipendi huduma kabisa. Lakini Mungu amenitokea akaniambia mimi ni mtume. Nikamwambia mnakumbuka Paulo alipotokewa na Yesu Dameski, akamwita akamtuma. Nikamwambia na mimi Mungu amenitokea akaniita akaniambia niende duniani niwaambie watu kwamba hana furaha nao. Mara ya 3
Kamwambia Mungu, I want to know mimi ni mchungaji au mimi ni nani? Maana inawezekana nimekaa karibu na wachungaji, basi na mimi najua ni mchungaji, lakini nataka nijue huduma yangu hakika na watumika, nisibahatishe kwenye hii huduma. Ilikuwa ni jioni, baada hapo nikapumzika kama dakika 20, nikaona mbingu zimefunguka, nikaanza kuona. Ghafla nikaona watu wengi wamekuja zaidi ya nyea hapa. Wamekuja kwangu. Ghafla gawanyika makundi matatu. Kundi la kwanza likaenda mkono kunasema, wewe Wilson sio mtumishi wa Mungu. Wewe sio mtumishi wa Mungu. Wewe sio mtumishi wa Mungu. Nikaona kundi la pili tena hapa limeenda mkono ule, wewe sio mtumishi wa Mungu. Alafu akabakia kundi dogo tu, wakanisogelea wakasema, wewe ni mtumishi wa Mungu. Alafu wala aliondoka, nikamwambia hivi, kama mimi sio mtumishi, kama kuna mtu nilimsaidia, basi kama nilimponya magonjwa atarudi mara mbili, kama nilimtoa pepo atarudi mara mbili. Ghafla nikaona watu wanarudiwa na mapepo, wanarudiwa na magonjwa, wanarudi na nikimbilia, makundi yote wanakuja kuomboleza, wanasema wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Alafu ghafla maono yakaishia pale, nikajua Mungu asante, I have made it already, I know it now. Sema amina kama unaelewa. Haleluya! Nataka nikuambie, utafanya huduma, hautabahatisha. Mtafute Mungu, funga, Mungu atasema na wewe. Hautabahatisha kwenye hii huduma, utajua eneo lako la wito, simama sawa sawa. Sema amina kama unaelewa. Nataka unielewe. Unataka uchue juu ya huduma yako kijana, mtafute Mungu. My first recommendation, funga, omba. Mungu anasema, Mungu anazungumza, Mungu anajibu. God is always talking. The tragedy is we don't pay attention to him, and the tragedy is we are not ready to hear him even when he's going to speak. Hatuko tayari kumsikia. We are very busy. Lakini Mungu anasikia na anajibu. I have met pastors wako kwenye confusion. Hawajui Mungu amewaita au hajawaita. Hawajui ameitwa wapi. Nienda kufanya huduma saa pili, mchungaji nikasikia kanisa lipo tu mpaka limeshaota na vichukumu mle ndani. Kauliza mchungaji yuko hapo? Akasema bwana mchungaji, wito umeisha. Wito kisha Mungu atainua mtu wa kusimamia huduma. Ngazia mchungaji mwingine akasema wito umeisha, narudi kuvua samaki kama Petro. Akasema Mungu wangu. My first recommendation, unataka eneo lako la huduma, cha kwanza kabla ya yote, hakikisha unapata muda wa kufunga na kuomba na kumsikia Mungu anasema nini. You want to miss it. I have a lot of information kuhusu huduma yangu, na hicho ndicho kinanipa confidence ya kuendelea mbele, na hicho ndicho kinanipa ujasiri wa kumtafuta Mungu wa gharama yote, kwa sababu najua Mungu aliyesema na mimi hawezi akasema uongo. Anasema ndio sio kikawia, ingoje tu, wewe subiria tu. Ninajua Mungu alisema na mimi kwa habari ya mataifa yapi, ninajua Mungu alisema ni kwa habari ya nchi. I know that for sure. Nimepata neema ya kwenda nchini Misri mwaka jana kwa ajili ya safari. Nimepata neema ya kwenda nchini Jordan. Najua next time nitaenda kufanya huduma. Nina mataifa Mungu alinionyesha mengi. I know that, na hicho ndio kinanipa neema ya kwenda kumtafuta, kwa sababu mimi nilimsikia Mungu mwenyewe akisema na mimi kwa ndoto, kwa sauti ya wazi, kwa maono. Hicho ndicho kinanipa ujasiri. Unataka kujua huduma yako, funga, omba, mtafute Mungu anasema. Kama unanielewa sema amina. Namba 2, unataka kuishua huduma yako kuwa chini ya malezi ya kiroho. Jitiisha chini ya malezi ya kiroho. Kuna watu wengine wanaitwa na Mungu, kuna watu wengine Mungu anawaita kupitia watu. Unasikia? Kuna watu wengine wanaitwa na watu wengine Mungu anawaita kupitia watu. Timotheo ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu alimuita Timotheo kupitia Paulo. Kwa Timotheo alisikia wito akiwa chini ya mikono ya Paulo. Samueli amezaliwa, ni mtoto wa ahadi, amewekwa madhabahuni. Anahitaji heri ambaye atamwambia ni Mungu anaita. Akiita tena mwambie niko tayari, sema. Tena akisheni kuambia, bila msaada wa heri Samueli angemiss sauti ya Mungu. Mungu angeita usiku kucha, Samueli asingelielewa, anakimbia kwa baba ameniita, anamwambia sijakuita, nenda ulale. Anaenda tena nalala. Samueli anakimbia tena kwa heri, baba ameniita, anamwambia sijakuita, nenda ulale. Samueli baba ameniita tena. Heri akajua huyu ni Mungu. Kwa hiyo akiita tena sema niko hapa kusikia, mtumishi wako zungumza nasikia. Nataka nikwambie heri utaimiss sauti ya Mungu hata kama una mafuta kiasi gani. Kubali kuwa chini ya malezi ya kiroho. Kubali kuwa chini ya malezi ya kiroho. Ina hata mjini ya kirani, lakini mchungaji akiwa anakuambia wewe unavyokuona wewe ni nabii, anaweka mikono juu yao, ghafla macho yanafunguka na kuona na maono. Kuna kalama nyingine unazipokea kwa kuwekewa mikono, huduma zinaambukizwa. Si unaelewa? Mwambie wewe unavyokuona wewe ni mwalimu wewe, anaweka mikono juu yako mpa. Baada ya hapo kisha Biblia unavyoielewa, kuna mafuta alipokea. Kuna neema ameirithi kutoka kwa mzazi wake. Kwa hiyo ngambia ni wewe unakuwa ni mjirisi, akiweka mikono yako baada ya hapo utashangaa neema ya ajabu. Kuna kitu nakita anakazo. Anakazo ni compelling power, nguvu ya kuwavuta watu kwa Yesu. Ukiongea tu haujamani, unasema sasa nifanyeje, nataka niokoke. What should I do? I want to be saved. Kubali kuwa chini ya malezi ya kiroho. Neema zinaambukizwa.
upako unaambukizwa, baraka zinaambukizwa, vipawa vinaambukizwa, kalama zinaambukizwa. Kubali kujitiisha chini ya malezi ya kiroho. Namba 3, namna kujua huduma ulio nayo. Sikia msukumo wa Roho Mtakatifu ulioko ndani yako. Pay attention to the push of the Holy Spirit. Sikia sauti ya ndani, ushuhuda wa ndani unasemaje kwa habari ya huduma yako. Yaani ukaa chini, beyond maono, beyond, yaani kuna mtu namsikia ndani yako. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu. Mimi lakini najiona hapa ni mwimbaji. Najiona hapa kweli uinjilisti humo. Mimi najiona hapa ni mchungaji, wewe ni pastor, wewe ni mtume, wewe ni bishop, wewe ni shemasi, hata ukimbie ni shemasi. Bwana asifiwe. Sikiliza msukumo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Biblia inasema na amani ya Kristo na iamue mioyoni mwenu. Kwa kuna amani ndani. Hata ukiwa nchi ya panda, ukisema nenda upande huu utasikia na kwambia hapa ni sawa sawa. You can go. Wewe anakuambia hapana ni mataya hadi usiende huko. Amani ya Kristo itakataa ndani. Sauti ya Roho Mtakatifu itakataa ndani. Tajua. Hii ni somo la namna kusikia sauti ya Mungu. Knowing the voice of God. How can you discern the voice of God? Sauti ya Roho Mtakatifu ndani. Anasema watatu wako ndani yetu, wanashuhudia ndani yetu. Labda kama haujaokoka sawa sawa. Labda kama uko wako na mashaka na wewe mwenyewe. Hiyo nasema nimeokoka kabisa na nimesimama. Mungu atasema na wewe kwa sauti ya ndani. Sema amina nzuri kama unabarikiwa. Namba 4 ni kutambua eneo la vipawa vyako. Know the area of your gift. Eneo la vipawa vyako lina suggest eneo la wito wako na utumishi wako. Naposema eneo la vipawa vyako, yani eneo ambalo unaweza kulifanya vizuri zaidi, lina suggest eneo la wito wako. Eneo la vipawa vyako au eneo la karama yako. Mwingine kuomba hahitaji kusukumwa. Yaani hata tukianza maombi hapa tu muita moto haraka. Lakini mwingine ni fire extinguisher. Hata upige maombi yani ni mzigito. Anazama tu macho kama bundi hivi ametoa. Ila mwingine hatujaanza kuabulisha tayari. Unashangaa tayari ashaanza kuchazwa, asharipuka, ananena kwa lugha na jazwa. Huyu ana neema ya maombi. Kuna mwingine kipawa chake ni kuimba. Unajua kwa waimbaji, kuna waimbaji wenye kalama, kuna waimbaji kundi la kina sisi na kila wenye pumzi wa msifu Bwana. Na wengi tuko kwenye hili kundi la kila wenye pumzi wa msifu Bwana. Kuna watu wana kalama za kuimba. Eneo la kipawa chako suggest eneo la wito wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu huduma zimejengwa na kalama. Kazi ya kalama ni kujenga huduma. Kwa kile kipawa ulichonacho kinaenda kusaidia huduma. Kwa kila huduma ina kalama ndani yake ambazo zinaijenga. Kwa eneo la kipawa chako au eneo la neema yako linatuambia eneo la huduma yako. Kwa mfano, huduma ya uchungaji inahitaji kalama ya hekima. Kwa mfano, huduma ya unabii inahitaji kalama ya unabii, inahitaji kalama neno la maarifa, inahitaji kalama kupambanua roho. Kwa eneo la kalama linatuambia eneo la huduma, kwa sababu kalama ndizo ambazo zinatengeneza huduma. Okay. Huduma kama ni nyumba, basi tuseme kalama ni makochi, sofa, masofa na viti na kabati. Namba 5, namna kuchua eneo la wito wako ni eneo ambalo linagusa moyo wako. The area that is touching your heart. Eneo ambalo linagusa moyo wako. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anaimba nasikia roho inachangamka, sema ningeshika mic na mimi nikaimba, ujue tayari wewe kuna kitu ndani. Eneo unalolitamani, eneo linalokuvutia, linaenda likasuggest eneo la wito. Wow. Wengine wanavutiwa kwa mama wachungaji. Ndio wito wenyewe huo wa mama wachungaji, pokeeni jamani. Wengine wanavutiwa kwa wachungaji, wafunge tai vizuri. Pokea uchungaji na eneo lako hilo. Wengine wanavutiwa kwa walimu kama kina Mwakasege, apangilie pointi. Mimi zamani nilikuwa nampenda mtu mmoja anaitwa Bonke. Leni hadi Bonke. Nilikuwa nampenda Bonke bwana. Anasema help heaven fool. Nilikuwa nampenda Bonke. I love Bonke. Anasema when you go home like Konkala. Sema tu tumekuwa wachungaji sana nabii na kufundisha angalau washirika waelewe. Kanisa haliwezi kuhubiriwa kila siku, lazima ifundishwe pia. Kwa maana tunajitahidi kufundisha. Sema amina.